Wafanyakazi oye! Mapinduzi! 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 Asanteni sana. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, waziri wa kazi na uwekezaji, mwakilishi wa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Mbeto, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, ndugu Seif Mohamed Seif, mwenyekiti wa shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi Zanzibar ZATUK, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah, mkuu wa mkoa Mjini Magharibi, na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wengine mliopo, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi mliopo, waheshimiwa mabalozi, natambua uwepo wa mabalozi wadogo wa Msumbiji, India, na mwakilishi wa balozi mdogo wa Omani, ndugu Khamis Mwinyi Mohamed, katibu mkuu wa shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi Zanzibar ZATUK, ndugu Salahi Salim Salahi, mkurugenzi wa jumuiya ya waajiri Zanzibar ZANEMA, mwakilishi wa shirika la kazi duniani ILO, viongozi na maafisa wa serikali mliohudhuria, ndugu wafanyakazi wa umma na wafanyakazi wa sekta binafsi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Napenda kuchukua fursa hii kuushukuru uongozi wa shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi Zanzibar ZATUK kwa kushirikiana na Wizara ya Kazi na Uwekezaji kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya Mei Mosi. Aidha, naishukuru jumuiya ya waajiri Zanzibar, hususan ZANEMA, kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha uhusiano mwema kazini na kuchochea mazingira bora ya kazi na uzalishaji hapa nchini. Vile napenda kulishukuru shirika la kazi duniani ILO kwa kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa programu mbalimbali za maendeleo ya kazi za staha, hifadhi ya jamii na kuimarisha utekelezaji wa sheria za kazi. Kadhalika na washukuru wadau wote wa sekta ya kazi kwa namna wanavyoipa ushirikiano serikali na kuhakikisha mazingira ya wafanyakazi nchini yanazidi kuimarika na kuwawezesha wafanyakazi kuwajibika vyema na kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kwa vile huu ni mkutano wangu wa kwanza na wafanyakazi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, napenda kutumia fursa hii kukupongezeni wafanyakazi kwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na kwa kutumia vyema haki yenu ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi. Aidha, nikiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na kushukuruni kwa kukichagua kwa kura nyingi Chama cha Mapinduzi ili kiendelee kuongoza serikali zote mbili za Tanzania. Na kushukuruni sana kwa kunipa kura nyingi mimi binafsi katika uchaguzi uliopita. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Ahadi yangu ni kuendelea kuwatumikia kwa kuimarisha maslahi ya wafanyakazi kwa kuthamini mchango wenu muhimu kwa maendeleo ya taifa. Katika kufanikisha maadhimisho haya, na washukuru wafanyakazi na nyote mlioshiriki katika kilele cha siku ya wafanyakazi duniani ambayo kwa uzito na umuhimu wake huadhimishwa katika mataifa yote duniani kila ifikapo tarehe mosi ya mwezi Mei. Mei Mosi ni siku ya kihistoria duniani kote
inayotukumbusha harakati za wafanyakazi kupigania haki, usawa na heshima kazini. Kwa upande wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, siku hii huwa ni jukwaa muhimu la kusikiliza sauti za wafanyakazi, kutathmini utekelezaji wa sera za kazi na ajira na kuweka dira ya kuboresha mazingira ya kazi. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kupitia maadhimisho haya ya Mei Mosi, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote wa Zanzibar kwa mchango wao mkubwa sana katika kuimarisha uchumi, kutoa huduma kwa jamii na kukuza sekta za uzalishaji. Ni dhahiri kuwa mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea nchini na mafanikio ya taifa letu katika kila sekta yanatokana na juhudi zenu za uwajibikaji, nidhamu, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo. Napenda niwahakikishie kuwa serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi, na kwa pamoja tutaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi ili tuendelee kupata ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wafanyakazi nchini hatua kwa hatua kama ambavyo umeshaelezwa na walionitangulia. Nimefarijika sana kukutana na kupokea taarifa ya vikao vilivyofanyika vya wadau wa utatu wa masuala ya kazi, yaani serikali, ZATUK na ZANEMA, katika kutatua changamoto za masuala ya kazi kwenye kikao nilichokifanya na viongozi wenu kilichofanyika Ikulu tarehe 22 Aprili mwaka huu. Nawapongeza kwa kuendelea kukutana kila robo mwaka, kupokea, kujadili na kutatua changamoto za mambo ya kazi. Nimefurahi kujulishwa kwamba changamoto 24 kati ya 29 zimechukuliwa hatua. Kwa hakika hii ni hatua ya kujipongeza katika kuimarisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika dhana ya ushirikiano wa utatu. Nawapongeza sana Wizara ya Kazi, ZATUK, ZANEMA na wadau wote husika kwa juhudi zenu za dhati za kuzipatia ufumbuzi changamoto za wafanyakazi na waajiri. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, tunajivunia mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika sekta ya kazi tokea serikali ya awamu ya 8 ilipoingia madarakani mwaka 2020. Serikali imefanikiwa kuboresha maslahi ya wafanyakazi kwa kurekebisha na kuongeza mishahara ya wafanyakazi, kufanya mapitio ya posho na marupurupu ya wafanyakazi, pamoja na kuimarisha mafao ya hifadhi ya jamii na kufanikisha kuanzishwa kwa mfuko wa bima ya afya kwa wafanyakazi wote pamoja na familia zao. Serikali pia imefanikiwa kuimarisha ajira kwa kuanzisha miradi mbalimbali kwa vijana, kupanua sekta mbalimbali kwa kuanzisha miradi ya uwekezaji iliyowezesha upatikanaji wa ajira kwa vijana na kukuza ujasiriamali kwa kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana na makundi mengine katika jamii. Kwa lengo la kukuza elimu na ujuzi wa wafanyakazi, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa mafunzo kwa wafanyakazi ili kila mfanyakazi awe na weledi wa kazi anayoifanya. Kwa hakika ufanisi katika kazi unategemea elimu bora, hivyo ili mabadiliko ya utendaji kazini yawepo, ni lazima watendaji wawe na elimu na ujuzi wa kutosha unaoendana na kazi zao. Na waomba watumishi wote wa kada zote wajiendeleze zaidi kielimu ili nchi yetu isonge mbele zaidi kimaendeleo. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, katika kuhakikisha tunapunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini, serikali inaendelea kuchukua hatua za utoaji wa mikopo nafuu kwa wananchi, hususan vijana na wanawake, ili waweze kujiajiri. Tokea kuanzishwa kwa mpango huu mwezi Machi mwaka 2022, serikali kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi hapa Zanzibar, yani ZAEA, imeshatoa mikopo isiyo na riba na yenye masharti nafuu yenye thamani ya shilingi bilioni 53.9 kwa wananchi 32,369 katika programu za Inuka, Abu Dhabi Fund na programu za makundi maalum, yani 442 na mifuko mingine mbalimbali. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi,
tunapoadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, napenda kutumia fursa hii kupongeza kazi kubwa na muhimu inayofanywa na wadau wa vyama vya wafanyakazi katika kulinda na kutetea haki za wafanyakazi, pamoja na kuwakumbusha wajibu wao wa kufanya kazi kwa bidii, nidhamu na uadilifu, kwa kuzingatia kuwa haki na wajibu ni watoto pacha, na hivyo lazima viende sambamba kwa kila kimoja kupewa uzito unaostahili. Ahadi yangu kwenu ni kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora na rafiki ya kazi pamoja na kuimarisha stahili za wafanyakazi kwa lengo la kukuza uwajibikaji na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Nina furaha kuwajulisha kwamba tathmini ya kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi imekamilika. Hivyo napenda kutumia fursa hii. Nadhani hapa ndo mnapopataka. Maana naona mmekaa kimya, mnasubiri eneo ambalo linasubiriwa. Lakini kabla sijaenda huku basi labda niseme kupitia risala yenu yale mambo machache ambayo yamebaki kama yalivyoelezwa hapa yako katika hatua nzuri. Wafanyakazi wa serikali waliotumikia chini ya miaka 10 kutopatiwa kiinua mgongo, ili jambo litakwisha hivi karibuni. Aidha, swala la kikokotoo na wale wanaostaafu mapema wakifikia umri wa miaka 55 nao watapata stahili zao zote stahiki. Na hili la wafanyakazi kushiriki kwenye kamati za management na kamati za uongozi tumeshalitolea maelekezo, litatekelezwa. Kwa hivyo nadhani ya zile changamoto tutakuwa kwa kweli tumezifanyia kazi inayostahili. Lakini kuna maombi hapa. Maombi yaliyotolewa ndani ya risala yalikuwa 7. Moja, inasema mnaomba nyongeza ya mishahara. La pili, nasema nyongeza kwa sekta binafsi katika mishahara vile vile. Serikali zingatie tofauti ya mishahara katika mashirika ya serikali, ili nalo lipo. Posho za kutunza siri zina utofauti mkubwa ndani ya serikali yenyewe. Posho ya mazingira magumu kwa wale wanaofanya kazi vijijini na katika visiwa vyetu vidogo vidogo izingatiwe. Lakini vile vile zifutwe kanuni zinazokwenda kinyume na sheria, ambazo sheria zipo lakini huwa zinatungwa kanuni zinazokwenda kinyume. Na la 7, Wizara ya Mawasiliano imarishe ufanisi wa mitandao ili tatizo linalopelekea wafanyakazi kuambiwa kwamba system iko down limalizike. Nimeyapokea maombi haya yote. Baadhi yao yanatekelezeka mara moja, lakini baadhi yanahitaji muda kidogo tuyafanyie kazi. Sasa nikija kwenye upande wa mishahara, napenda kutumia fursa hii kuwaarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Wafanyakazi oye!
Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, naomba usikivu wenu kidogo. Nimejulishwa kwamba Wizara ya Kazi imekamilisha zoezi la tathmini Wizara ya Kazi imekamilisha zoezi la tathmini ya kima cha chini cha mishahara kwa sekta binafsi. Hivyo naiagiza wizara hiyo kukamilisha utaratibu uliobakia na kuutangaza rasmi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Aidha, katika kuhakikisha sekta ya hifadhi ya jamii inaendelea kusimamiwa, serikali imekamilisha kuziunganisha kupitia mfumo taasisi zote zinazohusika na malipo ya mishahara na michango inayowasilishwa ZSSF ili michango ya wanachama iwasilishwe kwa pamoja badala ya kila taasisi kuwasilisha kivyake. Hali hii imekuwa ikichelewesha uwasilishaji wa michango ZSSF na pia kusababisha makosa mbalimbali yanayosababishwa na watendaji. Kwa kiasi kikubwa makosa hayo yanaathiri muda wa upokeaji wa kiinua mgongo. Kwa hivyo kuanzia sasa tutafanya kwa mfumo na yote yatawasilishwa pamoja, sio kila taasisi kivyake. Kwa upande mwingine, serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar imeshakamilisha rasimu ya sheria ambapo sheria hiyo imezingatia mambo mbalimbali yaliyokuwa yanalalamikiwa ikiwemo malipo ya kiinua mgongo kwa wastaafu wa hiari. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, hakutokuwa tena na makato kwa wanaostaafu mapema. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kwa mara nyingine tena napenda kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha siku hii na wanashukuru tena kwa mchango wenu katika ujenzi wa taifa letu. Natoa shukrani maalum kwa kamati ya maandalizi, washiriki wa maandamano, msomaji wetu wa utenzi, brass band ya chuo cha mafunzo, pamoja na wote waliochangia katika kufanikisha shughuli yetu ya leo. Nasema asanteni sana. Natumia fursa hii kutoa pongezi kwa wafanyakazi bora ambao tumewatunikia vyeti maalumu na zawadi katika sherehe hizi za Mei Mosi mwaka huu. Hakika utaratibu huu unaongeza hamasa ya uwajibikaji na kuwapa ari wengine nao wajitahidi ili tuwazawadie katika miaka ijayo. Wito wangu kwenu wafanyakazi, muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo, huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Na wapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 inayosema upatikanaji wa haki, maslahi na mazingira bora ya kazi ni msingi wa uwajibikaji, nidhamu na maadili ya wafanyakazi. Wito wangu tuzingatie na kufanyia kazi maudhui ya kauli mbiu hii.
Ni viombe vyama vya wafanyakazi mshirikiane na serikali pamoja na waajiri ili kuhakikisha tunaongeza tija kwenye maeneo yetu ya kazi kwa manufaa ya taifa na wafanyakazi wenyewe. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii na uzalendo na tuendelee kujenga taifa lenye haki, usawa na maendeleo kwa maslahi ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Nikutakieni nyote kila la kheri na maadhimisho mema ya sikukuu ya wafanyakazi duniani. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.